Naitwa Alois John Kiwale, ni mdhibiti mkuu bora wa shule wilaya ya Siha. Niko wilaya ya Siha kuanzia mwaka 2015 nilipoingia katika idara hii, lakini kwa sasa mimi ndio mkuu wa idara hii. Katika wilaya ya Siha tumebahatika kupata ujenzi wa VETA ambayo ni miongoni mwa wilaya 63 kote nchini zilizopata bahati hii ya kujengewa VETA. Na VETA hii inasimamiwa na sisi wadhibiti ubora wa shule katika wilaya hizi 63. Ingawa kuna wilaya nyingine zinasimamiwa na vyuo, lakini katika wilaya Siha sisi ndio watekelezaji wa mradi huu. Kwa sasa tuna majengo 9 ambayo yamefikia hatua za umaliziaji. Jengo la kwanza likiwa ni jengo la utawala, nyumba ya mkuu wa chuo, kibanda cha mlinzi, kibanda cha umeme. Pia tuna vyoo matundu 11, karakana 3 pamoja na vyumba 3 vya madarasa. Mradi huu unatekelezwa kwa kutumia force account. Ili kukamilisha mradi huu zinatarajiwa kutumika Tanzania shillings bilioni 1,657,69,582 na senti 71 ili ujenzi wa madarasa haya wa majengo haya 9 uweze kukamilika. Ujenzi huu umefikia 70% hadi 75% katika hali ya ukamilishaji. Asilimia ya ujenzi imefikia 70 hadi 75. Asilimia 30 bado ili uweze kukamilika. Kwa tunatarajia kama serikali itatuma fedha kama ilivyokusudia, huenda mwaka huu tukawa tumekamilisha majengo hayo 9 na kusubiri mengine. Tunatarajia majengo hayo 18, lengo sasa hivi serikali imeanza na majengo 9, majengo 9 mengine yataanza baada ya haya kukamilika. Pia katika mradi huu tumekuwa na changamoto mbalimbali. Changamoto ya kwanza kabisa ni vifaa kutoletwa kwa wakati. Vifaa vingi vinanunuliwa katika ngazi ya wizara alafu vinaletwa. Sasa mara nyingi huwa haviji kwa wakati. Kwa mfano cement, kwa mfano mbao zinapatikana maeneo ya karibu hapa wilayani Siha, lakini hazinunuliwi, zinabidi iletwe na wizara kanunue kusini Mufindi wapi. Sasa ni vizuri kama serikali ingetoa mamlaka ya sisi kununua kwa maeneo ya karibu ili kupunguza gharama zaidi ya usafirishaji na pia ile hali ya kudelay ucheleweshaji kutokuwepo. Changamoto ya pili ni ile fungu la fedha linalokuja kwenye halmashauri au kwenye ofisi zetu, kwenye akaunti za udhibiti ubora ili kuendeleza ujenzi. Changamoto ya pili ni fungu la fedha linalotumwa kutoka ngazi ya wizara kutofika kwa wakati. Unakuta mafundi wamemaliza kazi hawajalipwa. Unakuta kuna vifaa vya kununua ngazi ya halmashauri, ngazi ya wilaya ambazo pia hazijafika. Kwa mfano kama zinahitajika udongo, kifusi au tofali ambazo tunanunua sisi, alafu fedha hazipo, kwa kweli inakuwa changamoto kidogo. Tatizo la tatu au changamoto ya tatu katika eneo letu VETA inapojengwa kuna shida ya maji. Shida ya maji, lakini tumekuwa tukitatua changamoto hii kwa kutumia fedha hizo zinazotumwa kununua maji. Lakini kuanzia mwaka huu tumeweza kuongea na jirani. Kuna jirani ambaye ni chuo cha Bible kiko pale karibu. Basi tumezungumza nao, wakakubali kutusaidia. Wanatuunganishia maji wakati wa ujenzi, alafu ile bili tunashare kuilipa. Imetusaidia sana kwa sababu ukiangalia maji yaliyonunuliwa kwa kutumia Boza inafika karibu milioni 20. Ambaye milioni 20 ingefanya kazi nyingine kubwa. Na ununuzi wa maji haupo kule. Haupo kwenye fedha zinazotuma. Sasa unayotumia kwenda kununua maji inaathiri kidogo ile bajeti ya ujenzi. Lakini sasa hivi tatizo hilo limepungua baada ya kupata msaada huu wa
chuo cha Bible ambacho kinajengwa pale jirani. Lakini pamoja na hayo pia tumeshapeleka maombi yetu ya kufungiwa maji katika idara ya maji, mradi wa Magadini Makiwaro, wameshapima. Kwa hiyo tunatarajia baada ya miezi 2 au mitatu tunaweza tukawa na maji ya uhakika katika eneo hilo. Nashauri masuala ya manunuzi ya vifaa vya VETA yote yafanywe katika ngazi ya wilaya. Itasaidia kwanza kupatikana kwa wakati, na pia gharama inaweza ikashuka, kwa sababu kwa mfano ukasafirisha ambao kutoka Mufindi mpaka hapa, au kanunua ambao hapa Kilimanjaro ambao ni kama kilomita 4 kutoka VETA inakojengwa, itakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo basi tunashauri serikali itoe mamlaka kamili ya sisi kununua vifaa kwa ajili ya ujenzi wa VETA, wawe wasimamizi tu. Itasaidia sana. Pia nishauri kwamba fedha zinazotumwa zitumwe kwa wakati. Kwa mfano, tumeingia mkataba na mlinzi labda miezi 6. Mlinzi analipwa 200,000 wako wawili, 400,000 kila mwezi. Hasa kazi inapoendelea ikafanyika kwa miaka 2 au mitatu, pesa za mlinzi zitakuwa zimeshakwisha, unaanza kuingilia kwenye fedha nyingine ambazo hawakupangiwa. Kwa hiyo pesa inapotumwa kwa wakati kwa kweli inasaidia sana kurahisisha utendaji wa kazi, pamoja na bajeti kwenda jinsi inavyotakiwa. Asante mwandishi.